Simba Sports Club wamepata matokeo ya ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Al Hilal Omdurman kutoka Sudan, na huu ni mchezo wa kirafiki ambao msimu uliopita baada ya mizunguko miwili ya ligi wakiwa wamekusanya alama zote 6, Simba walicheza dhidi ya mpinzani huyu, walipata sare, na sare ile ilikwenda kuwaweka katika mazingira ya kupata sare katika mchezo wa kimataifa uliofuata dhidi ya Al Hilal Tripoli ugenini, lakini safari hii Simba wamepata ushindi. Sasa nitawapa vitu vitatu ambavyo naweza nikawa nimeving'amua kiufundi kutoka kwenye huu mchezo, au kurushwa mubashara huu mchezo, lakini naweza nikawa nimepata idea ya kile ambacho ushindi huu ulikuwa unamaanisha kwa upande wa Simba Sports Club. Kwanza kabisa, confidence booster. Kitendo cha kupata ushindi wa magoli 2-1 kwa mwalimu ambaye ni mpya kwenye kikosi ni confidence booster moja kubwa sana kuelekea katika mchezo dhidi ya Nsingizini tarehe 19 mwezi huu. Msimu uliopita hii mechi Simba walipata sare, tena wakiwa na mwalimu ambaye walianza naye pre-season, wakaenda naye michezo miwili ya kwanza ya ligi, wakaenda kupata sare dhidi ya mpinzani huyu kabla ya kwenda kupata sare ugenini dhidi ya Tripoli. Safari hii Simba akapata matokeo na mwalimu ambaye hakuwa sehemu ya kikosi wakati msimu unaandaliwa kwa maana ya pre-season, lakini ameweza kwenda kupata matokeo ya ushindi. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, ushindi dhidi ya Al Hilal unawaweka Simba kwenye mazingira mazuri ya kuweza kwenda kupata matokeo chanya dhidi ya Nsingizini katika mchezo wa tarehe 19. Hilo la kwanza, tuliweke pembeni. La pili, tunasema kuna kitu kinaitwa validation of tactics. Unajua, mwalimu unapokuwa ni mpya katika timu ambayo hukuanza nayo msimu na ukaweza kwenda kupata matokeo ya ushindi dhidi ya mpinzani mzuri kwenye mchezo wa kirafiki msimu ukiwa tayari umeanza, tafsiri yake ni kwamba wachezaji kwa kiasi kikubwa wanakuwa wameshaanza kuelewa au kupata uelewa wa kile ambacho mwalimu anakitaka kiufundi. Lakini cha tatu na cha mwisho, unajua hii mechi kwa watu ambao walikuwa wanafuatilia updates, mpaka kumalizika kwa kipindi cha kwanza ngoma ilikuwa 1-1. Simba wamekwenda kupata ushindi kwenye kipindi cha pili kwa bao la Jonathan Soa. Kwa hiyo kitu kingine ambacho naweza nikawa nimeking'amua hapo kiufundi ni kwamba mwalimu inaonekana aliweza kuwasoma vizuri Al Hilal ndani ya dakika 45 peke yake, na akaweza kuja na majibu ya kiufundi ambayo yameweza kwenda kuwanufaisha Simba kwenye kipindi cha pili na kuondoka na matokeo ya ushindi. Wachezaji wanaonekana wameelewa picha ambayo mwalimu anaitaka, licha kwamba kuna mengi ya kufanyia kazi. Mchezo mmoja hauhitimishi kila kitu, lakini ni dalili nzuri, na kiufundi mwalimu ameonyesha kwamba ameweza kuwakabili vizuri Al Hilal kipindi cha pili baada ya kupata update ya kwa matokeo yalikuwa ni 1-1 kwenye kipindi cha kwanza.